TEC yakanusha waraka feki kuhusu amani ya taifa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hujambo na karibu, na ikiwa ni mara ya kwanza kufika hapa, kumbuka kusubscribe. Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania maarufu kama TEC limejitokeza hadharani kukanusha taarifa inayosambaa mitandaoni ikidaiwa kuwa ni tamko rasmi la baraza hilo kuhusu hali ya amani ya taifa kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Hatua hiyo imekuja kufuatia kuenea kwa waraka unaodaiwa kutolewa na baraza hilo ambao umekuwa ukisambazwa kwenye mitandao ya kijamii na kusababisha mkanganyiko mkubwa miongoni mwa wananchi. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa leo Jumatatu ya tarehe 13 Oktoba mwaka 2025, Katibu Mkuu wa TEC Padri Daktari Charles Kitima alieleza kuwa baraza hilo halijahusishwa kwa namna yoyote na andiko hilo, na alibainisha kuwa waraka unaosambazwa ni wa kugushi na umeundwa kwa lengo la kupotosha umma na kuchafua taswira ya Kanisa Katoliki nchini. TEC imesisitiza kuwa hakuna tamko lolote lilotolewa na maaskofu wa kanisa kuhusu uchaguzi huo, na imewaonya wananchi dhidi ya kuamini taarifa zisizo na chanzo halali. Daktari Kitima alifafanua kuwa TEC na utaratibu maalum wa kutoa matamko yake, ambao kila taarifa rasmi hupitishwa na maaskofu husika na kutangazwa kupitia njia rasmi kama tovuti ya baraza, kurasa zilizothibitishwa na mitandao ya kijamii na kupitia ofisi ya majimbo ya Kanisa Katoliki nchini. Aliongeza kuwa ni muhimu kwa waumini na wananchi kwa ujumla kuwa makini na taarifa zinazochapishwa mitandaoni, hasa katika kipindi nyeti cha kuelekea uchaguzi. Waraka huu wa kugushi ambao ulianza kusambaa tarehe 12 Oktoba ulionekana kuchapishwa tarehe 11 Oktoba na ulikuwa umebeba maudhui yanayodai kuwa ama kutoa wito kwa waumini na Kanisa Katoliki kuepuka shughuli zozote zinazoweza kuhatarisha amani ya taifa. Hata hivyo, uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa kuna uthibitisho wote wa waraka huo kutoka kwenye vyanzo rasmi vya TEC, na ni jambo lililothibitisha kuwa ulikuwa ni wa kupotosha. Baraza hilo limeonyesha kuwa vitendo vya kusambaza taarifa za uongo vinaweza kuchochea mgawanyiko wa kijamii na kuathiri amani ya taifa. TEC imetoa rai kwa wananchi kuepuka kushiriki katika kueneza taarifa zisizothibitishwa, ikisisitiza kwamba kila raia ana wajibu wa kulinda utulivu na mshikamano wa kitaifa, hasa katika kipindi hiki cha kampeni na maandalizi ya uchaguzi mkuu. Na katika msimamo wake, TEC imekumbusha kuwa Kanisa Katoliki lina historia ndefu ya kuhimiza amani, haki na maadili, na litashiriki katika jambo lolote litakaloweza kuleta mfarakano nchini Tanzania. Baraza hilo limeeleza kuwa litashirikiana na taasisi zote za kidini na serikali katika kuhakikisha kuwa ujumbe wa kweli unawafikia Watanzania, huku likipinga kwa nguvu zote juhudi za kueneza taarifa za kupotosha. Tanzania inaelekea kwenye kipindi nyeti cha uchaguzi mkuu ambapo taasisi nyingi za kidini zimekuwa zikitumia nafasi zao kuhimiza umoja na amani. TEC imesisitiza kuwa itaendelea kwa sauti ya maadili, ikihamasisha wananchi wote kuendeleza upendo, heshima na mshikamano katika msingi wa ustawi wa taifa. Na huo ndio mwendelezo wa taarifa yetu kutoka pa Kenyascope, tukikuletea matukio makubwa yanayogusa siasa, dini na jamii Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia kwa habari zaidi kama hii, na usisahau kusubscribe kwenye Kenyascope ili upate taarifa sahihi kwa wakati na zenye kuaminika.